Sarah Thomas ana kiburi, jeuri. Msanii wa kwanza kuimba wimbo wa Bongo Flava kwa lugha ya Kiswahili. Hi everybody. Hello. What the Guys, I miss you. Mami sana, it's been a while. Yani imekuwa ni kitambo sijapandisha content hasa za conversation. I know kuna watu wamemiss kuona interviews tofauti ambazo huwa nafanya kuziona kwenye YouTube channel yangu. I know. But guess what? I'm back, ladies and gentlemen. And make sure kama wewe ni mgeni hapa, una like, una comment, una subscribe, una share, ili kila nikiposti content basi upate kuona kwamba ni kitu gani nimekiposti. Today nakuletea interview ambayo nimefanya na legend mkubwa kwenye tasnia. Anaitwa Sarah Thomas, our mother, dada yetu, lakini pia ni nguli wa muziki wa Bongo Flava. Na mambo yangekaa vizuri, Sarah Thomas inawezekana angekuwa ndo msanii wa kwanza kuimba wimbo wa Bongo Flava kwa lugha ya Kiswahili. Kuna mtu anashangaa. So, kaa vizuri kwenye hii interview utagundua mambo mengi sana. As you know, your girl, I'm a TV and radio presenter, and shout out to Clouds Video Group, sehemu ambayo mimi nafanya kazi, na hii interview imefanyika huko. So, this time, let me take you kwenda kuiangalia this interview. Hivi ilikuwaje? Kwa sababu babako alikuwa ni mwalimu, mamako alikuwa ni mwalimu. Ndiyo. And they were chotara wa Kihindi na kina Msukuma. Ndio maana tukikuangalia gaya unaenda kwa Wahindi unarudi Tanzania. Yeah. Kwa nini babako alikuwa hataki uingie kwenye muziki? Kama mzazi nafikiri alikuwa haoni faida. Kwa sababu unaona labda alikuwa anaangalia wanamuziki wengi walikuwa labda ni wale ambao wanapiga muziki wa dansi. Okay. Lakini pia akiangalia kwa Tanzania anaona labda ni mazingira mageni. Lakini pia anaangalia then future iko wapi. Kwa hiyo mzazi kama mzazi, hata mimi saizi ukiniambia watoto wangu wanasema wanataka kufanya muziki, ninaweza nikawaruhusu wafanye muziki lakini chini ya uangalizi kwa sababu ya mazingira. Okay. Lakini sasa hapo awali ilikuwa ni ngumu. Basi hata kama ndio mazingira ni magumu, wewe mzazi unisaidie. Alafu ajabu sasa mimi babangu ni msanii. Okay. Kabisa, lakini alikuwa hataki. Anasema soma kwanza, hayo mambo mengine tena yatafuata baadaye, kwa sababu naona alikuwa haoni umuhimu. Ila sasa katika kukaza mpaka tuna rekodi, tunatoa nyimbo, hapo ndio akaanza kuona kumbe huyu mtoto alikuwa yuko serious. Okay. Ni ile kusimamia msimamo. Now hapo umezungumzia kwamba watoto wako wakitaka kuingia kwenye muziki utaingia chini ya usimamizi. Ndio. Do you think ni usimamizi gani ambao hawa new generation wanaukosa kwenye muziki? Wazazi kama wazazi wanatakiwa kusimamia vipaji vya watoto wao. Kwa mfano kama mtoto wangu mimi ni of course mimi watoto wangu wote wanaimba. Nice. Watoto wangu wote watatu wanaimba. Nice. Ila huyu wa mwisho kidogo namuona yeye ndio amejiachia zaidi. Yani anaweza akawa comfortable kwenye kamera, studio, hata ukiwa una kazi zako nyingine za muziki anaweza kwenda na wewe asichoke. Sasa ile inaanza kumfundisha kwamba kumbe studio kuko hivi. Kumbe mama, na yeye anauliza kumbe mama ukijeka kuperform huwa unafanya. Ndio maana huwa anatuambiaga tuharakishe siku kwa una kazi utaki kelele na mtu. You see? Okay. Kwa hiyo kwenye usimamizi wanaokosa ni namna ya kuwatengenezea njia sahihi. Kwenda studio, kuwalipia studio, kuwatengenezea mazingira mazuri ya video, kuongea na wadau namna gani ya kuripeleka nyimbo zao kwenye radio, kwenye TV. Hicho ndicho wanachokikosa. Masoko watafanyaje? Okay. Mzazi kama mzazi ana haki ya msingi ya kuwasimamia watoto wake. Nice. Kabisa, kwa sababu katika usimamizi ule ndio unaomjengea msingi huyu mtoto namna ya kuenenda, na hata atakapokuwa anasonga mbele haiwezi kumuia vigumu kurudi kwa mama au kwa baba kama ni msimamizi wake, kumwambia baba hapa kuna moja kuna mbili, mama au hapa kuna moja kuna mbili, alafu mama akaweza kulitatua na yeye akakaa kwenye mstari mzuri, kwa sababu muziki of course una mambo mengi. Yeah, nimewahi kusikia kwamba wewe inawezekana ingekuwa ni moja kati ya wasanii wa kwanza kuimba wimbo wa Kiswahili. Ndiyo. Kwa lugha ya Kiswahili na maanisha. Hii iko vipi? Mimi wakati ninafanya field yangu ya tourism Zanzibar, mkurugenzi wa sikumbuki vizuri lakini anaitwa Faradi, alikuwa ni wale ambao walikuwa ni wauzaji wa muziki wa kwanza kabisa wa Hindi wale wa Kariakoo. Yeye alikuwa anamsimamia Bambo. Wakati anamsimamia Bambo alinitafuta akaniambia, dada Stara,
nataka uje unisaidie kufanya chorus ya Bambo. Kwa hiyo wakati tunazungumza, yeye alinishauri mimi, akaniambia kwamba nataka tutengeneze nyimbo za Kiswahili. Lakini sasa kwa kuwa na mimi nilikuwa busy bado niko shule, nadhani sasa hapa wakati mimi niko shule nikakuta hao wengine na wao labda na wao huko nyuma ya pazia walishayazungumza hayo, wao kwa wao, nikakuta tayari wameshaanza kuimba. Lakini kama ningeweza kutoa kipindi kile wakati yeye amezungumza na mimi, inawezekana baada labda ya hawa kina Saleh Jabir, Mawingu whatever, labda sasa Stara angekuwa ameanzisha Bongo Flava kwenye mtiririko wa kurekodi na kupeleka studio kwa lugha ya Kiswahili. Kwa lugha ya Kiswahili. Miaka gani hiyo tunazungumzia? It was almost kwenye 96. Kulikuwa mna ngoma hata moja ya Kiswahili? Nasema zilikuwepo, lakini nadhani zilikuwa ni zile ambazo wanafanya wenyewe. Kwa sababu kipindi kile studio zilikuwa sio nyingi. Kwa hiyo wengi waliokuwa wanafanya, namkumbuka mimi alikuwa ni Saleh Jabir. Saleh Jabir nafikiri yeye alikuwa anafanya tape kwa tape. Anaika tape huku na huku afanya rekodia nyumbani. Lakini ile serious kabisa ya kurekodi, labda nadhani walikuwa wameanza Mawingu ya Clouds, lakini nadhani na wao bado walikuwa hawajauchukua ule muziki wakaupeleka radio. Ila ingawaje walikuwepo kwa nyuma ya pazia. So historia ingekuwa imeandikwa kivingine. Stara Thomas ndio msanii wa kwanza kuimba kwa lugha ya Kiswahili kabisa. Yeah, without disrespect. Hii ni moja kati ya sifa ambazo huwa tunazisikia, na hizi sifa zinatajwa kwa Stara Thomas na Ruby. Kuna tetesi inasema nyie ni viburi, nyie ni majeuri. I hope hii sio mara ya kwanza kusikia hiki kitu. Yeah. So, do you think kwa nini watu wanawataja nyie kuwa ni viburi? Sasa wewe ukizungumzie. Mimi sio kiburi, ila mimi huwa spendi magumashi. Mimi naweza nikawa ni mtu mmoja ambaye nikawa wa kawaida sana, nikasikiliza, nikafuata labda kile kitu ambacho kipo. Lakini sasa kama kuna kitu ambacho kinafika mahali kinanivunjia heshima yangu, au kinanipotezea muda wangu, au sioni kama kinakwenda sahihi, mimi nitasema mara ya kwanza. Na nikirudia mara ya pili, huwa sirudi mara ya tatu. Kwa nini? Kwa sababu nahisi nakuwa tayari nimeshaelezea hisia zangu za kutosha. Kwa hiyo hapo sasa ndipo mtu anaweza akamwona Stara ni kiburi. Lakini kumbe Stara sio kiburi. Ni wewe tu umekwenda naye mahali, ukafika mahali ukamsogeza kwenye sehemu ambayo sasa yani anakuwa hahitaji hicho kitu tena. And kwa maoni yako, kwa situation ambazo umepitia, do you think watu wako sahihi kumuita Ruby ni kibure? Kwa sababu pia ana sifa kama hiyo ambayo unayo wewe. Sasa mimi sijamshuhudia sana Ruby kiburi kwake kinatokea wapi. Labda nikipata nafasi ya kukaa naye tena na tena, naweza nikanote labda huyu kwa nini anakuwa kiburi. Kwa sababu mtu hawezi kuwa kiburi tu hivi from nowhere. Ina maana kuna mahali mnamgusa ego yake. Yaani kuna mahali mtakuwa mnamchokoza tu. Anafika mahali sasa, kuna wengine ambao wao wanaweza kuhendo wakaondoka. Kuna wengine ambao wanaweza wakaachia, lakini kuna mwingine atakwambia. Na akikwambia hata kwambia kwa sauti ya kawaida, kwa sababu wewe ulitumia sauti yako. Sasa na yeye anafika mahali na yeye anaitumia ile sauti yake. Kwa hiyo labda nikae karibu na Ruby ndio niweze kujua Ruby naye kiburi chake huwa kiko kwenye engo ipi. Ukiachana na moment ya kutaka kuzinguliwa na promoter Ngara, Bukoba, kupanda meli, baridi ikakupiga, ipi ni moment yako mbaya kwenye muziki? Kiukweli moment mbaya ilikuwa ni ile ya Ngara. Ilikuwa ni mbaya. Ngara ni kwetu. Yeah. Ile ilikuwa ni moment mbaya kwa sababu kwanza mimi nilikwenda nikiwa mjamzito. Halafu kitu kingine kilichonishtua ni kwamba promoter alinitreat mimi tofauti, lakini wasanii wengine akawatreat vibaya. Mimi nikauliza swali, mbona mazingira haya yote tunayoishi na wao ni watu? Hapo ndipo tulipoanza kuzinguana na promoter. Kwamba ni kweli mimi utanitreat vizuri, lakini mimi sitalala hapa kama hawa watalala sehemu ambayo haina usalama. Kwa hiyo hakikisha na hawa nao wamepata sehemu zilizokuwa na usalama, halafu mimi nitalala, kwa sababu sawa ni star, lakini hawa pia na wao ni watu, na hawa pia ni wanamuziki, na hawa pia na wao kuna siku watakuwa mastaa, na mimi nikipanda wao ndio wanaoni pasipoti.
Kwa hiyo ile ilikuwa sio moment nzuri, kwa sababu promoter alifika mahali akaanza kutuacha, akawa anatuangalia. Mimi nikamwambia wale wengine, njooni mkae hapa, alafu huyu akishawatafutia mahali pa kukaa, kila mtu ataweza kuondoka kwenda kukaa kwenye eneo lake. Hiyo ilikuwa ni moja. Lakini la pili, akaanza kuzingua kwenye malipo. Tukamwambia sasa sisi hatuimbi, ukiweka mkwanja wetu hapa tutaimba. Kwa hiyo ilikuwa ni ya pili. Lakini ya tatu, wakati tunarudi akasema kwamba ticket zimekwisha. You see? Kwa hiyo sasa ukiangalia, mimi nafikiri ilikuwa ni Kilimanjaro Music Award kama sikosei, ilikuwa nafanyika Dar es Salaam. Lakini apart from that, nilikuwa nafikiri sijui nilikuwa na show wapi. Kwa hiyo ni lazima nirudi. Kwa hiyo ina maana ningeimiss ile boat na ni meli, ingekuwa ni program nyingine. Kwa hiyo ikabidi tusafiri, haja tukatia vyumba. Kwa hiyo sasa tunafanyaje? Ikabidi tuje, tumekaa nje, kule nje. Sasa unaona ziwa jinsi lilivyokuwa lina baridi. Lakini nadhani Mungu tu alikuwa anataka kutufundisha kitu. Kule tulikutana na watu ambao, tulikutana na mama ana mtoto, lakini ana kanga moja tu ya kumfunikia yule mtoto. Kwa hiyo yawezekana pengine sisi ndio ilikuwa msaada. Kwa hiyo mimi ilibidi nifungue begi langu, alafu nimpe nguo yule mtoto, na zile nyingine zilizokuwa mule nikampa yule mama. Lakini bahati mbaya tu ni kwamba nilipofika Dar es Salaam, ile mimba yangu ilitoka. Kwa hiyo ile ilikuwa ni situation mbaya. Kwa sababu kwanza aliniudhi, alafu alitreat watu vibaya, alafu nikawa najiuliza kitu kimoja. Kwa hiyo ukiwa star, ina maana hao wengine wote wanaokufuata huku nyuma wao sio watu. Lakini kama walikuwa ni watu, kwa nini huyu promoter alifanya hivyo? Lakini mbaya zaidi ni kwamba mimi pia niliweza kupoteza mtoto wangu. Yeah, you see? Kwa hiyo kwangu mimi sometimes huwa nikikumbuka ile moment nasema kama ningekuwa ni mtu mbaya, ningeweza kumrudia yule, kwa sababu yule alisababisha kwa kiasi kikubwa. Thank you for watching Poversation. So make sure una like, una comment, una share, una subscribe, na toa maoni yako hapo ili kujua ni nini tuboreshe na ni kitu gani kingine ambacho unatamani kukiona kwenye The Poversation. Itakuwa imekaa sawa sawa. And don't forget on Instagram natumia @pova_, that's the place ambayo mimi na tukazungumza vizuri zaidi. I love you.